Pasaka ambaye ni Kristo, tunaongelea kabisa mwanzo, kutoka akiwa neno, ambaye ndani ya neno alikuwa uzima, ambaye ndani ya huo uzima tunaambiwa ndiye alikuwa sababu, aliyekuwa amebeba idea ya kila kitu ambacho kupitia neno lake kilitokea. Huyu mwenye cheo kinachoitwa Mungu, na huyu baada ya kufanya vitu vyote vimekamilika, kwa mfano wa mwanadamu, akimtaka mwanadamu achukue hatua sio ya mfano ila awe yeye, akamwambia yeye ni mti wa uzima, mfano wa matunda kama matokeo, mfano wa kuamini kama kupokea au kula. Na atakapokuwa amekula, ina maana si unajua tena, anayekula anaingia kwenye ladha ya chakula na chakula kinaingia ndani ya mlaji. Kwa hiyo chakula na mlaji wanatengeneza kitu kimoja kinachoitwa ladha. Mchakato wa kulana unaendelea. Ndio maana vyakula vyetu vina ladha, kutupelekea kuona hali hiyo. Ndio maana kuna vyakula vingine vinauzwa bei ghali zaidi na mtu anatamani kununua hicho, kwa sababu anapata ladha inayostahili pale. Kitu ambacho hakina ladha, huenda wanadamu asingeweza kukila, na huenda hakili kabisa hata sasa. Lakini chochote ambacho kina ladha inafanyika hivi. Kwa hiyo miti ile miwili ni ishara ya wazo la Mungu alivyo na asivyo. Halafu matunda ni matokeo ya miti hiyo, na ulaji ni kuamini. Kwa sababu hiyo akasema yeye amekuwa mti wa uzima kwa yoyote ambaye atamla, kwa maana ya kumwamini kupitia namna alivyokuwa anajielezea. Atakayemwamini atakuwa amemla. Sasa hapo safari ndio ikaanza. Kwa hiyo anatoka nje kama neno, ndani ya hiyo neno yeye ni uzima, halafu ndani ya uzima ndo kuna idea ya vyote anavyovitaka, hapo hapo akiwa na cheo cha kiungu kama muumbaji, na kupitia hapo mambo yote yanafanyika, na yote yanapokuwa yamekamilika na vyote alivyovitaka, anageuka kuwa mti wa uzima, ili mtu ambaye ndo amekabidhiwa urithi na usimamizi wa vyote, kwa sababu kupitia yeye ni aidha mauti yaingie kwenye vitu vyote mpaka ulimwengu na ardhi, aidha haki na uzima viingie kwenye ulimwengu wote na kila kitu. Kwa hiyo mwanadamu ndiye akapewa mfano wa mti. Ale upi, asile upi, akila upi nini kinatokea, na asipo akila upi nini kinatokea. Na hapa tunamuona mwanadamu akala mti upi na nini kikatokea. Kwa hiyo Pasaka tunaanza pale ambapo mwanadamu alipokataa kula mti wa uzima, akala mti wa kifo. Maandiko yanasema mwanadamu akapokea hali ya kifo. Wakati alipopokea hali ya kifo, kumbuka aliyekuwa neno, ambaye ndani yake ni uzima, mwenye idea zote, ambaye ana cheo kinaitwa Mungu. Baada ya mwanadamu kuanguka, kwa maana ya kuto kupokea hali ya kuwa Mungu, ina maana nini kinatokea? Mungu Mwanzo 3:15 alitamka na kutangaza mzao wa mwanamke atakuja kumponda mzao wa nyoka kichwa. Manake anatangaza ujio wa Yesu Kristo mwenyewe, ambaye tutamuona hapa ndo anayeitwa neno. Sasa wakati ametangaza ujio wa Kristo utakuja au atakuja miaka maelfu ijayo, lakini kwa hitaji la sasa, kwa hawa walioanguka, nini kikatokea? Ndo hapo Mungu akachinja mnyama, na yule mnyama aliyemchinja ilikuwa ni ishara ya damu kumwagika, na ile ishara ya damu kumwagika ilikuwa ni ishara ya dhambi kulipwa, kwa sababu pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo damu inapotokea kumwagika, kuna ondoleo la dhambi. Sasa kwa sababu dhambi ambayo ilikuwa imeshafanywa na mwanadamu, damu iliyokuwa inamwagwa ya mnyama, damu ya mnyama haina uhai wa kibinadamu. Kwa hiyo ilikuwa inataka uhai wa binadamu ambao haujawahi kufanya kosa la aina hiyo ndio utolewe kama mbadala, lakini utaletwa na mwana mzao wa mwanamke atakayekuja miaka maelfu ijayo, atakayeitwa Yesu Kristo. Lakini kwa hitaji la sasa, kwa hawa walioanguka kwa sababu wamekosea, Mungu akachinja mnyama. Sasa Mwanzo 3:21 alipochinja mnyama, yule mnyama aliyochinjwa, manake akawa badala ya kufa mwanadamu akawa anakufa yule mnyama anayechinjwa.
Pale ndo Pasaka ya kwanza ilianza, kwa sababu huyu mnyama ndo tunamuona ambaye ametolewa na Abili baadaye kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4, na baadaye Enoshi aliendelea kufanya hivyo, na baadaye Mahalaleli, na baadaye Meshaki, na baadaye Metusela, na baadaye Yaredi, na baadaye tunamuona anakuja Nuhu, na Nuhu ndicho kilichomfanya awe amepata neema kwa Mungu. Hicho ndicho kinachomfanya, alikuwa muendelezaji wa hiyo dhabihu ya mnyama, na ndio maana baada ya safina akakaa kwenye maji kwa siku 150. Baada ya kutoka kwenye maji, kitu cha kwanza kilichofanya Nuhu, akatoa wanyama, dhabihu ya wanyama. Hakujifunza kwenye safina kwa siku 115 na 50 ambazo alikuwa mle. Hapana, ni kitu ambacho alikuwa anakijua na alikuwa anakifanya, na hapa tunaona anafanya hivyo, na kwa kutokea pale tunaiona inatembea. Baada ya wale watu kwanza kuongezeka, maandiko yanasema wakaona nchi tambarare mashariki, nchi ya Shinari, wakakwenda pale watu wakasema, na tukifanyie mnara pale ili tusitawanyike katika nchi yote. Na pale tunaona lugha inaharibika, kwa sababu mpango wa Mungu ilikuwa lazima waenee duniani. Kusema wasienee, tayari walikuwa wameenda kinyume na mpango wa Mungu, wakashindwa kuelewana kwa sababu walitengana. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo wakatengana katika lugha na tafsiri, wakajikuta wanatawanyika, na katika mtawanyiko ule anatoka mtu ambaye alikuwa anatokana na kabila au mtoto aliyekuwa ametokana na Shemu, watoto wale watatu wa Nuhu. Na kutokea Shemu tunamwona mtu anaitwa Arfaksadi, anakuja mtu anaitwa Leu, anakuja mtu anaitwa Saluki, anakuja mtu anaitwa Nahori, anakuja mtu anaitwa Tera, na huyu Tera ndo akamzaa Ibrahim. Na alivyomzaa Ibrahim huyu Tera, Ibrahim akaitwa, na alipoitwa Mwanzo 12 mstari wa kwanza kwamba Ibrahim, toka wewe katika ukoo wako, katika mtaa wako, katika urithi wa baba yako, katika wilaya yako, katika mkoa wako, katika nchi yako, na utoke uende nitakapokuonyesha. Nitakuonyesha nchi yangu, nitakuonyesha mkoa wangu, nitakuonyesha wilaya yangu, nitakuonyesha mtaa wangu, nitakuonyesha urithi wangu. Ile ilikuwa ni call kwa Ibrahimu, kwamba Ibrahimu, toka kwa Ibrahimu. Maana Ibrahimu, toka kwenye rejea yako. Ndio hiyo hiyo ambayo inasema hata imekuwa mtu akishakuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kwanza yamepita, ona sasa yamepita, yamekuwa mapya. Ndio hiyo hiyo inayosema mtu yote anayeamini amehama katika ufalme wa giza, ameingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amehama katika ufalme wa giza, ameingia katika ufalme wa nuru. Amehama mautini, ameingia uzimani. Amehama magonjwani, ameingia kwenye afya. Amehama kwenye hatia, ameingia kwenye haki. Amehama kwenye chuki, ameingia kwenye upendo. Amehama kwenye dhambi, ameingia kwenye utakatifu. Hiyo ndio ilikuwa na maana yake. Kwa hiyo Ibrahimu akaitika na akachukua hatua hiyo, akaondoka, na maandiko yanasema akahama, akaacha urithi wa baba yake. Pale ndo tunaona injili inaanza, mageuko makubwa sana. Wanadamu wanaanza kuhama kutoka kwenye kizazi cha Tera ambacho kinatokana na Adamu aliyeanguka, na tunaanza kuhama kutoka kwenye Adamu wa kwanza na tunaingia kwenye Adamu wa pili, na safari inaanza na Ibrahimu. Na maandiko yanasema kwa mzao wa Ibrahimu mataifa yote yanaenda kubarikiwa. Kwa mzao wa Ibrahimu anasema ndio baba wa imani hiyo. Kwa mzao wa Ibrahimu anasema sisi tunakuwa tumeshinda, na kwa mzao wa Ibrahimu hao ndio wanaitwa Wakristo kwa mujibu wa Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28. Anazungumza maneno haya. Baada ya hapo tunaona safari hii ya kutukuka inaanza, na wakati huu kumbuka, ndio huyo mnyama alikuwa ameendelezwa na hao mababu wote na vizazi vyote walikuwa wanachinja mnyama. Na sasa hapa tunamwona Ibrahim badala ya mnyama akatakwa mwanaye mpendwa wa pekee ambaye alikuwa amezaliwa na Sara, aliyekuwa anaitwa Isaka. Mungu akamtaka atolewe yeye badala ya mnyama aliyekuwa akichinjwa. Na tunaona Mwanzo 22 wakati safari hiyo ya kumpeleka kumchinja kwenye mlima wa Moria inaendelea, tunaona jambo la ajabu sana. Mstari wa 7 ya mtoto anasema, walipofika karibu kwenye mlima wanatakiwa kupandisha, mtoto anasema, Isaka, kuni zipo, moto upo, kisu kipo, yuko wapi mwanakondoo kwa ajili ya hiyo sadaka? Na hii ndio kwa mara ya kwanza Isaka anatupa taarifa kwamba yule aliyekuwa anatolewa alikuwa ni kondoo. Sasa pale ndio tunalikoa. Tukirudi nyumba kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4,
Kwanza kabla ya mstari wa 4, mstari wa 2 tunakuta Abili alikuwa mchunga kondoo. Kwa hiyo mstari wa 4 ambapo alitoa sadaka pamoja na Kaini mwenzake akatoa mazao, yeye alitoa katika wanyama yake, ina maana alitoa kwenye kondoo. Na kama alitoa kwenye kondoo, ina maana yule mnyama aliyechinjwa Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, ambayo tunaambiwa ni Mungu alimchinja kwa kuitoa ile ngozi ili kuwavika Adam na Hawa, kwa sababu walikuwa wanaona wako uchi na wametengeneza mavazi ya ngozi. Tunaona kumbe, kwa hiyo yule aliyechinjwa na Mungu mwenyewe alikuwa kondoo. Kwa hiyo hapo tunapata jina. Kumbe huyu mnyama alikuwa anachinjwa, anaitwa kondoo. Na Pasaka ya kwanza ilifanyikia hapo. Na nikwambie ukweli, mwanzo mwanadamu alikuwa hajaruhusiwa kula nyama. Huoni mahali anaruhusiwa isipokuwa kwenye Mwanzo sura ya 9. Anasema nimekupa vyote hivi kula vitambaavyo, vyote, ndege na kila kitu. Anasema nimekupa kula. Mwanzo 9 kuanzia mstari wa 2 bado. Nimekupa kula vyote. Sasa ukifuatilia vizuri, kwa nini amemwambia kula vyote? Mwanadamu alianza kula nyama hapa Mwanzo 3:21. Wakati Mungu alisema alimchinja yule mnyama akamtoa ngozi. Usifikiri alimwacha hai. Na Mungu sio Mungu wa hasara. Hata ile nyama aitupe. Hapo ndio watu walianza kula nyama. Kwa hiyo nyama ya kwanza kuliwa na binadamu ilikuwa ni Pasaka. Oh, haleluya. Sasa huyu mnyama ambaye baadaye tumemjua ni mwanakondoo, alibadilikia wapi akaitwa Pasaka? Tunaona baada ya Ibrahimu kuulizwa hivyo na mtoto wake, alisema usijali, Bwana atajitwaliwa mwanakondoo kwa huyo sadaka mwanangu. Wewe usijali twende. Wakapanda juu ya mlima. Walipofika kule, amemweka juu ya madhabahu. Anataka kumnyoshia mkono. Maandiko yanasema kondoo alikuwa pembeni. Bwana akamwambia usimnyoshie mkono kijana wako. Tazama ile kondoo. Alipogeuka ni kuonyesha mtazamo wake wa toba. Aligeuza mtazamo wa kumchinja Isaka. Na alipogeuza macho yake, alimuona kondoo amenasa pembe. Na hapo ndipo alipomuona Yesu Kristo ambaye atakuja, ambaye tayari alikuwa ameshachinjwa kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu, ambaye atakuja kuchukua nafasi yake, ambaye ndiye ametangazwa Mwanzo 3:15. Atakuja kama mzao wa mwanamke, maana kila mtu atakayekuwa anachinja yule mnyama atakuwa anatangaza mauti ya msalaba hata ajabu. Nini kinaendelea? Baada ya hapo Isaka naye akawa anatoa kondoo. Na Isaka kaja kazaa. Yakobo naye akawa anatoa huyo kondoo. Wakiwa 75 ndo wakachukuliwa utumwani Misri. Na walipofika Misri wakawekwa utumwani kwa miaka 400. Walivyokuwa utumwani wakaacha kutoa dhabihu ya mnyama kwa sababu wakaanza kuishi maisha ya mfalme, maana ni watumwa sasa, hawaishi kwa hiari zao na tamaduni zao. Sasa tamaduni ya mfalme ndio imekuwa ya kwao. Kwa hiyo wakaacha kutoa ile dhabihu ya mnyama. Miaka 400. Na miaka hiyo 400 wakiwa hawatoi dhabihu ya mnyama, nini kinatokea? Kutoka sura ya 3, wakati Mungu anamtokea Musa, anasema nimesikia kilio cha wanangu, nataka ukamtoe. Anasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kamwambie Farao, umrachie mwana wa Israeli aondoke, kwa maana ni mtoto wangu. Aende siku 3 jangwani akanitolee dhabihu ya mnyama. Kwa hiyo dai la kwanza la Mungu lilikuwa kwa nini Farao awaachie waende wakatoe dhabihu ya mnyama? Kwa sababu dhabihu ya mnyama inatangaza mauti ya Yesu msalabani hata atakapokuja. Kwa hiyo wamekaa miaka 400 hawatoi dhabihu. Kwa hiyo mauti ya Kristo haitangazwi. Madai yale na mvutano na mapigo yaliyotokea, mara ya mwisho kabisa Farao anasalenda kukubali na kuruhusu waondoke. Mungu akamwambia Musa, wachinje kila familia mwanakondoo. Oh, haleluya. Achinje kila familia mwanakondoo, na ile damu apake kwenye limo ya milango, na yule kondoo wamle. Kuonyesha alianza kuliwa wapi? Mwanzo 3:11. Hapa ni agizo la moja kwa moja wamle, na hapa ndo tunaona anaitwa Pasaka kwa mara ya kwanza. Okay, haleluya.
Sasa nisome haya maneno, nilikuwa nakupa kwanza hiyo historia ya Pasaka ili ijae kwenye kichwa na wewe uwe una uwezo wa kuiimba kwamba iko hivyo. Kwa hiyo hapo nimeshakumalizia kutoka kule. Sasa huyu Pasaka, kwa nini nasema ni Kristo? Baada ya tukio hilo, walivyotoka pale miaka 1400 wakawa wanafanya sherehe hiyo kama kitamaduni, wakawa wanasherekea kwa miaka 1400. Ndipo hapa kuna mtu anaitwa Yohana Mbatizaji, kazi akiwa ameanza baada ya kutengenezwa katika hali ya credibility ambayo wana wa Israeli waliheshimu. Kwa maana kufika kwa Malaki, Mungu aliacha kuongea na wana wa Israeli. Zilipita miaka 400 za ukimya, walikuwa na hamu ya kusikia kutoka kwa Bwana na mkaa kimya. Ghafla kuhani mmoja aliyeitwa Zakaria alikuwa na mke wake anaitwa Elizabeth, walikuwa hawazai na ni wazee sana. Maandiko yanasema wakati mzee huyo ameingia patakatifu kwenda kufukiza uvumba, maandiko yanasema alitokewa na malaika na akaongea naye juu ya kuzaliwa mtoto kwake. Mzee huyu alibishabisha kidogo. Maandiko yanasema utakuwa kumu, ina maana hutakuwa na maelezo juu ya hili kwa sababu hujalipokea kama yatakia lipokeleke, lakini hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ni kweli alichelewa mle ndani, ni kweli wale waliokuwa nje walijundua alikuwa ameona maono, kwa sababu kuchelewa kwa aina ile hakukuwa kwa kawaida. Na kweli alipotoka mzee yule alikuwa haongei, ni bubu, na watu wakasema ni nini hichi kimetokea? Kwa hiyo mitazamo yote ya wana wa Israeli, kwa sababu ni kuhani aliyokuwa kwenye zamu yake, na tumezungumza sana kuhusu zamu ya Abia hapo mwanzo ambapo tulikuwa tunaelezea kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo wote waliona kwamba amepata maono makuu, nini kitatokea, mbona hasemi? Na alipofika nyumbani muda mchache tu, mke wake akaonekana na mimba, akatawa, akajificha kwa miezi 5 kuja kuonekana na tumbo la mimba. Watu wakasema hii ni kitu gani hii? Kwa hiyo wakawa wanaona kuna jambo fulani Mungu anataka kufanya katika Israeli. Kwa hiyo watu wote macho wakawa wamepea kule, kukumbuka ni miaka 400 Mungu haongei nao. Kwa hiyo wakajua kwamba kuna jambo zuri linakuja. Kwa hiyo wote wakasema ngoja subirini tuone nini kitatokea. Wakati amejifungua Elizabeth mtoto, maandiko yanasema ya kwamba baada ya siku 8 ambazo walikuwa wakikaa siku ya kumtahiri kumpa jina mtoto, majirani wakamkusanyikia ni kuhani. Wakaja wengi ambao walimwamini akisimama mbele zao kwa niaba yao, wakaja kwake kama kiongozi wao. Wanataka kujua, kwa sababu ni utamaduni wao kutoa majina. Lakini hapa cha shangaza, mama ndio anatoa jina, anasema anaitwa Yohana. Wakakataa, wakasema haiwezekani. Kwa nini aitwe Yohana? Katika jamii ya makuhani hakuna jina la namna hiyo. Hebu tumpe karatasi ili baba huyu aandike kwamba mtoto anaitwa nani, tusiendelee kuumbana. Mama wakati huo wanajua baba ndiye mwenye sauti, wakampa karatasi na kalamu. Walimpa karatasi na kalamu, akaandika. Na alivyoandika, maandiko yanasema akaandika anaitwa Yohana. Na hapo hapo akafungua kinywa chake, akaanza kunena. Watu wote wakashangaa, akaanza kutoa unabii. Huyu ni nabii mkuu mbele za Bwana, anatengeneza njia. Bwana huyu aliyekuwa akisemwa tangu mwanzo 3:15 kwamba atakuja kumponda kichwa nyoka, kuwaokoa Israeli, kuleta uzao mpya, kuleta ushindi katika taabu zetu, kutukomboa katika maasi yetu. Muda ndio huu. Huyu ndiye mtangulizi wake, anakuja. Anakuja Bwana, anakuja Bwana. Watu wote wakastaajabu, na maandiko yanasema kwamba watu wote wakaondoka pale na lile jambo wakaliweka moyoni mwao. Wakawa wanashangaa, huyu atakuwa mtoto wa namna gani? Kwa kila mtu alikuwa akitaka kujua Yohana atakuwa nini. Kwa hiyo waliendelea kumwangalia kwa jicho ambalo Yohana atakuwa nini. Kila mmoja akataka kujua Yohana atakuwa nini. Kwa hiyo kila mtu anataka kujua maendeleo ya huyu kijana akiwa na miaka 15 toka hapa nyumbani, anaishi msituni, anakula nzige na asali, nguo zake anashona singa za ngamia, ndio mavazi yake. Kwa hiyo anajiepusha na kujitenga kabisa na ubinadamu wa kawaida na mazingira ambayo alizoea kuishi. Kila mmoja kaa anaona kweli huyu ni mtu tofauti. Ana jambo gani hili?
Hebu wote tutege masikio kwake. Tunataka kusikia mtu huyu anataka kutuambia nini. Huyu kweli ni Masihi kutoka kwa Bwana. Tukikumbuka namna ambavyo mimba yake imepatikana, tukikumbuka namna ambavyo alizaliwa, tukikumbuka namna ambavyo babake alikuwa kiziwi kwa miezi 9 za mimba yake, tukikumbuka siku ile alipotakiwa kupewa jina ndio baba alifungua kinywa, tukikumbuka maneno ambayo ya kinabii aliyoyaongea baba siku ile baada ya kufungua kinywa, kila mmoja alikuwa na tension sio ya ajabu, sio ya kawaida. Kwa Yohana ni mtu wa namna gani? Ngoja tuone. Kwa kila mtu aliendelea kuuliza, jamani, ameanza kunena kijana huyu? Wanasema bado. Waliendelea kusubiri, ameanza kunena, watu bado. Ameanza kunena, watu bado. Siku alipofungua kinywa chake, Yohana sura ya 1 mstari wa 29, maandiko yanasema siku ya pili yake akaanza kubatiza, watu wakamjalia. Kumbuka kila mtu alikuwa anasubiri. Kwa hiyo inaonekana ameanza kuzungumza. Maandiko yanasema watu walitoka vijijini na mjini, walitoka mikoa yote wakakimbia, wakaenda pale. Watu wa TRA wakasema tufanye sisi nini? Akasema msitoze zaidi ya kiwango kilichowekwa. Wakaja mapolisi wakasema sisi je? Akasema msitaki mtu yote kwa nguvu. Wakaja watu mbalimbali wakawa wanauliza, wanajua kabisa huyu ni mtu ambaye ni Masihi, ni mtu ambaye ametoka kwa Bwana, ni mtu ambaye kabisa. Ndio maana hata Mafarisayo wote walimwamini. Ndio maana kuna kipindi fulani walipotaka kumpinga Yesu aliwauliza, walipomwambia kwamba unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Yesu aliwaambia, Yohana Mbatizaji mamlaka ya kubatiza ilitoka kwa nani? Wakatoka pembeni ili waweze kuteta kidogo. Wakasema tukisema ya kwamba yalitoka kwa Mungu, atasema mbona hamkuamini? Tukisema yalitoka kwa wanadamu, watu wote hawatatupiga mawe, kwa sababu wote hapa walijua Yohana alikuwa nabii. Kuonyesha namna ambavyo credibility ya Yohana ilivyokuwa kubwa. Sasa huyu mtu ambaye alionekana mkuu wa kutisha, siku ya pili tu ya kazi yake, maandiko yanasema akamwona Yesu anakuja kwake. Hapa akageuka. Maandiko yanasema akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Oh, haleluya! Hapa Yesu alikuwa anakuja kuchukua nafasi yake ambayo ilikuwa inakaimiwa na mnyama tangu Mwanzo 1, tangu Mwanzo 3:21. Oh, haleluya! Kwa hapo unaweza kaona kwamba Pasaka yetu, na siku alipokaa nao, maandiko yanazungumza akachukua mkate kwenye Pasaka ya mwisho, akamega, akachukua divai, akawapa, akasema huu ndio mwili unaotolewa kwa ajili yangu, hii ndio damu inayomwagika kwa ajili yangu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Maanake futeni sasa maswala ya kwamba mnakumbukia sherehe ya nyinyi kutoka babu zenu Misri. Futeni hiyo, msifanye kwa kukumbukia hicho tena. Yohana Mbatizaji mwenyewe ameshasema hawezi kulegeza hata kamba za viatu vyangu. Futeni na yeye. Futeni mnyama. Kwa hiyo futeni mpaka mwisho kule, halafu niwekeni mimi pale, kwa sababu kama vile Jumapili tuliposema Kristo Yesu ndiye alikuwa thamani ya X tangu Mwanzo 3. Hapa alikuja kuchukua nafasi yake. Hii ndiyo Pasaka, na Pasaka kwetu ni neno lake, kwa sababu aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hatoi nyama yake, hatoi vidole vyake. Pale alikuwa anaongea kuhusu neno lake. Kwa hiyo tunapokula kwa maana ya kuamini neno lake, hapo ndo tunamla yeye, na tunapomla yeye, hapo ndo tunakula Pasaka. Korinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale ya zamani, mkapate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkuitiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yaani Kristo. Haleluya! Hapo awali Pasaka alianza kama mnyama, alichinjwa siku ya 14 ya mwezi wa Abibu kama dhabihu wa sikukuu ya wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri, na siku hiyo ikabatizwa hilo jina, ikawa inaitwa Pasaka, ambayo Pasaka ilikuwa jina la mnyama aliyekuwa anatolewa sadaka, ambaye hapa mnyama tunamuona alikuwa ni kondoo, na hapa Pasaka
kwa mara ya kwanza anatajwa kwa jina la Pasaka. Passover, pita juu ya, usiharibu kilicho ndani ya, kwenye Kutoka 12 mstari wa 11. Tena mtamla hivi, yaani huyo mnyama, mtakuwa mmefungwa viunoni vyenu, mmevaa viatu miguuni mwenu na fimbo mikononi mwenu, nanyi mtamla haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Kwa mara ya kwanza kuitwa Pasaka ni hapa. Kutoka alikuwa kondoo, mwana kondoo asiye na ila. Kutoka hapo alikuwa anaitwa mnyama asiyejulikana jina kutokea huko. Hapa akawa Kristo, ndio Pasaka yetu. Kwa hiyo kumbe na sisi tunaye mla, wale waliyemla wakapaka kwenye miimo ya milango walivukwa na uharibifu. Ina maana ile ilikuwa ni ishara ya huyo hana uharibifu, na yeyote aliye na huyo haguswi na uharibifu, kwa sababu yeye ndiye yuko juu na mwenye maisha yasiyo na dhambi. Kwa hiyo ndani yake peke yake ndio dhambi haipo, kama waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5 inasema, yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi na dhambi haimo ndani yake. Kwa hiyo ndani yake hakuna dhambi. Kwa hiyo mtu yeyote aliye ndani yake, ina maana ameingia mahali hakuna dhambi, na mtu ambaye ameingia mahali hakuna dhambi, ina maana ameingia mahali hawezi kuguswa na uharibifu, maana dhambi na uharibifu wake haufanyi kazi mahali dhambi haipo, na matokeo yake hayafanyi kazi. Kwa hiyo hakuna dhambi ndani ya Kristo. Kwa hiyo kila mmoja aliye ndani ya Kristo anakuwa salama. Kwa hiyo wakati ule zile nyumba zilifananishwa kama mfano. Oh, haleluya. Zilipakwa damu ya mimo kwenye mimo ya milango, halafu na kizingiti cha juu. Basi uharibifu wa aina yoyote ungepita juu yao, ungevuka bila kuharibu kilicho ndani yao. Sasa leo sisi tunamla huyo Pasaka. Kwa hiyo sisi tunapomla, kwa maana ya tunapokea maisha yake. Tunapopokea maisha yake, ina maana sisi tunakuwa sehemu ya maisha yake. Maana Yohana 10:10 anasema alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, kwa maana yeye mchungaji hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mathayo sura ya 20 mstari wa 28 anasema hakuja kutumikiwa bali kutumika, kutoa nafsi yake iwe fidia. Halafu anasema kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 39 kwamba yeyote aliye tayari kuyaokoa maisha yake ndiye anayepoteza, na yeyote aliye tayari kupoteza nafsi yake ndiye anayepata. Kwa hiyo tunaona kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 15 anasema yeye alikuja kwa walio hai, wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake aliyekufa na kufufuka kwa ajili yao. Na Paulo anazungumza kwa muamini kwa mujibu wa Galatia sura ya 2 mstari wa 20 ya kwamba nimesulubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kwa hiyo una uhai nilionao sasa katika mwili huu. Kwa hiyo ni uhai wa Kristo. Kwa hiyo ninapokuwa na uhai wa Kristo, ina maana uhai wa Kristo ndio unavukwa na uharibifu wote. Kwa hiyo uhai wa Kristo ndio Pasaka. Kwa hiyo mimi ndo nimekuwa Pasaka kwa sababu siwezi kuguswa na uharibifu wowote, maana mimi nimekuwa na maisha ya Kristo na Kristo ni maisha yangu sasa. Oh, haleluya.